CCM, CCM. Safari ya Tanzania mpya inaendelea kwa kasi kubwa hivi sasa. Ewe Mtanzania, ukae ukifahamu siku zote, ukiona vinaelea ujue wazi vimeundwa. Msingi madhubuti wa kinachoendelea hivi sasa uliasisiwa na kujengwa na jemedari hodari, muasisi wa taifa hili tunalojivunia la Tanzania, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tarehe 14, siku muhimu sana ya kumkumbuka baba wa taifa katika uongozi wake wa kulikomboa taifa letu na kulijenga upya taifa letu. Nitazungumza machache ambayo nayaona kama wosia unaoakisi zoezi la uchaguzi wa mwaka huu. Katika swala la CCM kuteua mgombea wa urais, baba wa taifa alituasa kwamba mnapokuwa mnamteua mgombea urais wa CCM, sio shughuli yenu. Hamwezi mkajifungia mkasema tunamteua mgombea wetu basi tukishamaliza tumemaliza. Anasema huyo mgombea mnayemteua ni mgombea atakayekuwa akichaguliwa anakuwa rais wa nchi nzima. Mkutano mkuu ulipoazimia kwamba hatuna haja ya kucheleweshana, uteuliwe kuwa mgombea wetu, walipiga kura ya ndio kwako kukubali uteuzi wako. Na kwa mara ya kwanza mkutano mkuu ulichukua mamlaka yake ya kikatiba kumteua mgombea urais mapema. Zoezi hilo mimi naliona lina mchango wa namna ulivyopokelewa, kwa sababu hakuna mgombea wa CCM huko nyuma ndani ya mfumo wa vyama vingi aliyewahi kuteuliwa mapema, akajadiliwa mapema kwa miezi 6 ukiwa mgombea wa CCM na sasa miezi 2 ukiwa mgombea baada ya kuteuliwa na tume. Ni wewe peke yako unaingia katika historia. Hili nadhani tunazingatia wosia wa baba wa taifa. Kila wakati tunapoteua mgombea urais, lazima tuzingatie kwa ukubwa wa chama chetu, kwa uwezo wa kihistoria wa chama chetu, na kwa dhamana ya chama chetu. Kazi ya uteuzi wa mgombea urais haitakiwi kuwa kazi ya CCM peke yake. Lazima mgombea ateuliwe, apelekwe hadharani, ajadiliwe, apimwe. Na kwa kweli mapokezi uliopewa na mijadala iliyoanza tangu Januari mpaka tunahitimisha Oktoba 29 inadhihirisha CCM haikukosea, na wewe ndio unayeonekana unakidhi matarajio ya Watanzania. Wosia wa pili wa baba ya taifa kuhusu masuala ya uchaguzi. Baba wa taifa alisema rais wa Tanzania anaweza akatoka chama chochote kilichosajiliwa kisheria, lakini rais bora atatoka Chama cha Mapinduzi. Naamini uongozi kweli upangwa na Mungu. Uongozi wako wa miaka 4 ukishika hatamu za chama chetu, na uongozi wako wa serikali ya chama chetu, utendaji wako, utayari wako wa kisiasa na utashi wako wa kisiasa, imedhihirisha kabisa wewe ni mgombea bora na wewe unaweza kuwa rais wetu. Kwa hiyo na waombeni wa Tanzania tumchague kwa kura nyingi Dr. Samia. La tatu la mwisho, Mwalimu alisema bila CCM madhubuti nchi yetu itayumba. Umadhubuti wa chama chetu na hasa umadhubuti wa uongozi wako katika vipindi ambavyo dunia imetikiswa, si Tanzania peke yake. Tumepigwa na corona, kuna mabadiliko ya tabia nchi, kuna vita ambayo inatikisa uchumi wa dunia, lakini pia kumezuka siasa za kujitambulisha kwa uzalendo uchwara wa kidini, wa kikabila, hata ubaguzi wa rangi. Nchi yetu imeendelea
kusimama imara bila kuyumba hata pale ambapo dunia imetikiswa. Kwa hiyo nawahakikishia chini ya Dr. Samia akiwa rais baada ya nyie kumchagua, lakini pia akiwa mwenyekiti wetu, nchi yetu itabaki imara. Na mimi nakupongeza baba wa taifa alipounganisha vyama viwili vya Afro Shirazi na TANU kuwa CCM mwaka 77, aliongoza kwa miaka 13 tangu 77 mpaka 90. Tangu amefariki ni miaka 26. Wewe umekirejeshea uhai zaidi chama chetu, na tunaingia kusherehekea miaka 50 mwaka 2027 tukiwa na uhakika kwamba chama chetu ni imara zaidi, na umoja ndani ya chama chetu ni imara zaidi, na taifa letu ni imara zaidi. Oktoba! Oktoba tunatiki, tunatiki, tunatiki. Usikose kusikiliza na kutazama kipindi chetu cha Safari ya Tanzania Mpya kila siku.